Karibuni tena watazamaji wa The Chanzo na wafuatiliaji wetu wengine kwenye majukwaa mbalimbali ambayo The Chanzo inachapisha maudhui yake, na tunakutana kwa mara nyingine tena kwenye mwendelezo wa kipindi chetu maalumu kile ambacho tulikizindua hivi karibuni cha Kivulini Talks. Leo tunaenda kuzungumza kuhusiana na swala zima la maridhiano. Kipindi chetu cha mwisho tuliangalia Tanzania baada ya Oktoba 29 tunaendaje, na baadhi ya watu au wadau wanapendekeza kwamba twende kwenye njia ya maridhiano. Tumewasikia viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe na wasaidizi wake wengine kadhaa. Tumewasikia watu wengine walioko nje ya serikali wakihimiza swala la maridhiano, na sisi tunaenda kuuliza kama hii ni njia sahihi ya kuchukua kufuatia yale ambayo yametokea Oktoba 29 na mengineyo, na endapo kama dhana nzima ya maridhiano imepoteza maana yake na sasa inatumika kwa malengo ya kisiasa zaidi. Mimi naitwa Halifa Saidi ambaye nitakuwa nakuendeshea mazungumzo haya. Waheshimiwa, nilikuwa nataka tuanze na suala la definition au maana kwa muktadha wetu sisi wa Tanzania, na hapa tulipo hivi sasa, na kwenye muktadha pia wa mchakato wa maridhiano ambao Rais Samia Suluhu Hassan aliuanzisha punde tu baada ya kuingia madarakani ile 2021. Tunakumbuka kwamba alikuja na R4 na moja kati ya R ilikuwa ni reconciliation. Kwa muktadha wetu sisi na kwa muktadha wa hii miaka 6 ya maridhiano, maridhiano ni nini? Maridhiano ni kitu gani kwa muktadha wetu sisi? Naweza kuchangia. Ndio. Nadhani kwa muktadha wa Tanzania na kwa uzoefu hasa wa miaka hii 6, neno ama dhana ya maridhiano imekuwa ni dhana ambayo ikitumika kwa ajili ya kupoza hasira hususan ya makundi mbalimbali yasiyokuwa ya kiserikali dhidi ya mamlaka zilizopo katika utawala. Kwa huo ndio uzoefu umeonyesha hivyo, kwa sababu kinadharia kama ambavyo nilizua awali, neno lenyewe hasa ni neno jema, hasa katika jicho la adili. Ukitazama katika jicho la adili, kwa maana ya kwamba pawepo na maridhiano ama pasiwepo na maridhiano, ni rahisi kwa mtu muungwana kusema pawepo na maridhiano. Lakini katika hali ambayo hatudurusu hasa kina ama makundi gani yanahasimiana, kwa sababu ili pawepo na maridhiano lazima kuna makundi yamehasimiana, yamehitilafiana kwa namna moja ama nyingine. Lakini kama hatuendi kuchimba zaidi kujua yepi makundi hasa yanahasimiana katika tunayotaka watu wafanye maridhiano, ama makundi ambayo yameumizana, yamehitilafiana, na badala yake tunasema pawepo na uponyaji, pasipo kwenda kwa kina katika dhana yenyewe, nadhani inakuwa ni ile tu kwamba dhana ya kufunika kombe mwanaharamu apite, ila hakui na jitihada za makusudi za si tu kuyafikia, lakini pia kuhakikisha, ama hata makundi yenyewe hayo kuhakikisha, ambayo yamesigana ama kujeruhiana, kuhakikisha kwamba yale masuala yaliyopelekea wao kusigana miongoni mwao yanashughulikiwa na hatimaye yanamalizwa. Kwa hiyo katika mtazamo huu nadhani kwa miaka 6 imekuwa ni mwenendo ama mwendo wa funika kombe, ili pasiwepo na kero, pasiwepo na makelele, pasiwepo na adha, hususan kwa watawala kutoka katika makundi mbalimbali yasiokuwa ya watawala. Joel, labda niongezee hapo. Kwa mfano Muhemsi anasema kwamba maridhiano inatumika kama kufunika kombe. Ni kwa namna gani hiyo inajidhihirisha kwa mtazamo wako? Na hiyo ni kutokana na uzoefu ambao tupo nao kwa zaidi ya miaka 30 sasa tangu tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Sikutaka tuanzie hapa miaka 6. Kwa hiyo kwa tafsiri imekuwa kwamba maridhiano ni kama issues ya kugawana madaraka baina ya makundi ya kisiasa yanayosigana. Huo ndio umekuwa uzoefu, na hiyo limekuwa dhahiri kwa namna ambavyo umeona baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakipush hii agenda. Lakini
ukinzani, changamoto kubwa au jambo jema ambalo linajitokeza baina katika hii tafsiri ya maridhiano iliyopo hivi sasa ni kwamba imepoteza mantiki kwa umma, na umma sasa wana tafsiri nyingine ya maridhiano. Ukiangalia discussion mbalimbali ambazo zinaendelea labda pengine Dorcas, nataka kujua hiki kitu ambacho hawa jamaa wanakizungumza kinadhihirika vipi? Alright. Yaani nini unakiona kwenye Joel ametupeleka mbali zaidi miaka 30 iliyopita, lakini tuna hii miaka 6. Nini unakiona ambacho kinadhihirisha hiki hawa jamaa wanachokisema? Alright. Kwanza kabla sijaenda nini wamekiona, uliuliza swali la kwanza, nini maana maridhiano? Tukisema maridhiano ni mazungumzo au majadiliano yanayopelekea watu kukubaliana kufika muafaka juu ya jambo fulani. Na ndipo wazungumzaji wenzangu waliopita wakaonyesha kwamba kweli watu wana hiyo nia ya maridhiano, na kilichokuwepo sasa na hali ambayo tupo nayo, swala hapa ni power maintenance. Anasema Kiswahili kulinda mamlaka. Anasema ni Niccolo Machiavelli kwamba power is earned, power is maintained, power is protected. So mimi ninaona ni kitu ambacho kipo katika jamii yetu right now tunapozungumzia maridhiano, ni kwamba watu wanajaribu ku-maintain ile power ambayo wako nayo kwa namna yoyote ile. Yes. Hiyo ndio kitu naweza nikasema. Ni nzuri sana, lakini bado mimi nataka tu munisaidie na pengine mtazamaji wangu pale, hiki tunachokizungumza pengine brother na Tony pia ukipata nafasi, kinajidhihirisha vipi? Yaani nini tunakiona kinaendelea hivi sasa ambacho sisi kinatufanya tu conclude kwamba hii si maridhiano kama ambavyo mimi naifahamu. Ni yani kwamba huu ni mchakato inawezekana tunakubali au pengine unakubali of course nimezungumza hivyo kwa sababu hawa wamesema kwamba inatumika kama kufunika kombe. Yes. Lakini nini unakiona mpaka useme uconclude kwamba hii attempt ni ya kufunika kombe na si maridhiano? Asante. Kwa namna wazungumzaji wenzangu walivyoongelea hili swala na walivyolitazama hili swala, ni kweli kwa muda fulani unaweza kaona kana kwamba wanasema funika kombe mwanaharamu apate kupita. Hii ni kwa sababu hii. Tunapoitazama Tanzania, tumezoea kwamba Tanzania ina mfumo mmoja ambao ni jamii ya watu wanaopendana, ni jamii ya watu ambao ni wamoja, ambao ni kituo cha amani. Lakini watu wanatazama kwa jicho la ndani na kuitazama Tanzania katika engo ambayo wanatamani taifa lao liwe au taifa letu liwe. Kitu ambacho wanahitaji maridhiano yenye nia ya kweli. Tunaposema kwamba maridhiano ni kweli, ni makubaliano, ni kweli tunahitaji Tanzania ipige hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Je, tukiridhiana kuna mambo yatabadilika? Watu wanatamani waone uwajibikaji katika maridhiano. Watu wanatamani waone usawa katika maridhiano. Watu wanatamani waone ukweli katika maridhiano. Watu wanatamani waone haki katika maridhiano. Huwezi ukasema leo hii tunaridhiana, lakini yale mambo ambayo yalifanya kwamba tuingie katika hiyo changamoto, tuingie katika hiyo sintofahamu, tunayorudia kuyafanya yale. Kwa mantikio, tunapotengeneza muktadha wa maridhiano, tuone ni wapi ambapo tulianguka, tuone ni wapi ambapo pamefanya kwamba, ni wapi ambapo pameleta kidonda kikubwa ambacho kinafanya kwamba maridhiano hayo yawepo. Nadhani tutakuja. Tony, hebu ile 2021 brother hapa amezungumzia nia ya dhati. Turudi ile 2021 ambapo Rais Samia aliingia madarakani Machi ile. Okay, in retrospect uliona nia ilikuwepo, nia ya dhati ilikuwepo ile 2021? Kwa hapa tulipofikia nadhani ilikuwa ni siasa zaidi. Kama tukiangalia, kwa sababu kwa wakati ule ukiniuliza labda tuseme mwaka 2021, mwaka 2022, mimi nitakwambia nia ilikuwa thabiti. Lakini sasa tuko mwishoni, tuko miaka 4 mbele. Matokeo yanaonyesha kwamba hakukuwa na
ukweli kwenye ile nia. Sawa sawa. Na hapo hapo sasa nataka uniongezee sasa, kwa sababu muhimu pia tuangalie tuliteleza wapi, kwa sababu kwa mfano unagusia hapo kwamba 2021 nia ilikuwa inaonekana ya dhati mpaka 2022, lakini mambo baadaye yakaanza. Tuliteleza wapi? What were the missed opportunities kwa mtazamo wako? Nadhani kitu ambacho tuliteleza ni mabadiliko kwenye siasa zetu. Kwa kiwango kikubwa naweza nikasema wanasiasa hasa walioshika madaraka wamesahau kufanya siasa, au wamepata uvivu wa kufanya siasa, wakajikita sana kwenye kutumia nguvu. Sasa namna unavyoendelea kutumia nguvu kwenye kufanya siasa, unabadilisha mfumo wa siasa, unatoka kwenye siasa za ushawishi mpaka za nguvu. Sasa kwenye siasa za nguvu hakunaga maridhiano. Unaweza ukasema kuna maridhiano, lakini mfumo wa siasa wa kutumia polisi, wa kutumia vyombo vya ulinzi unakufanya kwamba ile hali ya maridhiano isiwepo. Kwa hiyo nadhani siasa zetu kugeuka kuhamia kwenye siasa za kutumia hasa vyombo vya usalama na ulinzi imefanya kabisa uwezo wa wanasiasa kuweza kufanya siasa. Na ukizungumzia siasa, sio unajua kusema siasa, mara nyingi watu wanaamini uongo kwa sababu ya mambo yetu. Ila siasa sio hivyo. Siasa ni njia ya wananchi na watu wanaweka madarakani kukutana. Na kuna nyenzo zake, kuna vyama vya siasa. Sasa pale ndo siasa inapofanyikiwa. Kwa hiyo tumeondoka, kuna uvivu wa kufanya siasa mpaka kutumia hivyo vyombo, na ndipo ilivyotufikisha hapo. Kwa maoni yangu. Shukrani sana Tony. Dorcas, tuliteleza wapi? Nini kilienda ndivyo sivyo kwenye ule mchakato wa maridhiano tulioasisi 2021? Ambaye mgani mmoja akasema wale walio karibu na wewe sio kwamba wanakuwa wanakupenda kama kiongozi, wengine wako pale kwa sababu wanataka kuendelea kujilinda vile wanavyojinufaisha. Na nadhani pia watu wamsema mwa kusema Nyerere, kila akitaka kung'atuka wanamwambia baki, mheshimiwa baki. Kumbe sio baki kwa sababu wanakupenda, wabaki kwa sababu zao. Kwa hivyo, kwa sababu unaweza ukaona hata kama ni urais, ile ni taasisi kwa ujumla, si ndivyo? Sio kitu kinafanywa na watu mmoja au wawili. Pahali tulipoteleza ni pale ambapo watu wamekuwa na ubinafsi zaidi, wamejiwaza wao. Watu nani? Yes, viongozi watu wenye mamlaka. Watu wenye mamlaka. Yes, watu wenye mamlaka. Kwa sababu hata sehemu ambapo ulipaswa pengine kushauri vizuri, kwa sababu unajiwaza mwenyewe na nafasi uliokuwa nayo, unapindisha mambo, na ndio maana tumefika hapa tulipofika. Sawa sawa. Muhemsi na afu nataka hilo tuliteleza wapi, kwa sababu nadhani huu ndio msingi ambao utatusaidia kwenda mbele kwenye mjadala wetu. Tulipoteleza ni kwa sababu hatukumaanisha tulichosema, ama tulikuwa na maana dunia tunachokisema. Mathalan, si ndio umezungumza kuhusiana na 2021, si ndio? Kwangu mimi huo utelezi una miaka sio chini ya 30 40 nyuma, lakini unapochukua kutoka 2021 zinavyozungumzwa 4R, lengo ni kumridhisha nani? Ni watu waliobanwa katika utawala uliopita, wazitoe tena hizo nafasi, kwa sababu kama tunazungumza maridhiano katika society, who are the participants of that society? Ndo Martha nakupa mfano sasa, si ndio? Hii 2021 nakupa mfano ambao ni unaweza ukatuonesha ni kwamba hatukumaanisha tunachokisema, si ndio? Around mwezi Oktoba 2022, si ndio? Waziri wa ardhi wakati huo anasimama, si ndio, Mbarali, si ndio, anazungumza habari ya kufuta vijiji vitano with immediate effect na vitongoji 41, watu zaidi ya 20,000 katika mchakato ambao umetangazwa maridhiano miezi 10-11 iliyopita. Hiyo ni ishara ya kwamba hatukumaanisha chochote katika kuzungumza wakati uliopita. Sasa mathalan, hata tunavyozungumza habari ya maridhiano katika saizi, ndio tunazungumza vyama vya siasa vilivyopo na hiyo civil society kingpins. Hatuzungumzi ama tunazungumza juu ya habari ya mathalan, kwa mfano, watu waliotangazwa kufutwa vijiji vitano. Watu kama hao kesho yao maamuzi haya yanawaathiri vipi watu wa namna hiyo? Je, tuna namna yote ambapo kesho kutwa waziri hataweza kusema vijiji vitano na vifuta? Katika mtizamo wangu mimi,
tuko katika mazingira hayo hayo. Kwa hiyo hata sasa hakuna kitu ambacho tunakwenda kukishughulikia katika dhana hii. Joel, nataka niongeze hapa, nikuongezee swali. Na amezungumza vizuri Muhemsi kwamba vitu tayari vilikuwa vinatokea, na mimi nataka kukuuliza, je, kulikuwa tayari kuna warning signs ambazo zingetufanya tuhoji mantiki, lakini pengine tukanogewa zaidi na hivyo tukafumbia macho baadhi ya vitu fulani fulani kuendana na kasi ya serikali? Kwanza kwenye hilo swali lako la msingi, mimi nadhani dhamira ndio ilikuwa kitu cha msingi sana tulipojikwaa. Kuna kundi kubwa tuliamini kuna dhamira ya dhati, lakini ukija kuvuta picha sasa ya miaka 5-6 hivi sasa utagundua kwamba kilichokuwa kinaitwa maridhiano ilikuwa ni namna either sijajua Kiswahili kizuri naweza kusemaje, consolidate power kwa kiongozi mpya, kutengeneza hiyo, kutegemeza nguvu yake, nguvu ya kiutawala kwa wakati huo. Lakini pia kuna sign ambazo kuna viashiria ambavyo vilikuwepo wakati huo ambavyo tulivifumbia macho bahati mbaya sana. Kimoja wapo amekitaja hiki Mwems, kulikuwa kuna 2021 2022 kulikuwa kuna wave kubwa sana ya matamko ya namna hiyo, hususan kwenye upande wa masuala ya ardhi. Haikupita muda mrefu tukaona kuna mambo kama hayo Ngorongoro. Lakini pia tukaona pia kwenye miji kulikuwa kuna malalamiko mengi sana ya kundi kubwa la watu kuondolewa kwenye haki jiji zao, hususan wa machinga na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo tu ilitosha kutuonesha kwamba tudadisi zaidi kama kweli kuna dhamira ya dhati ya maridhiano, kwa maana pana ile ya kujumuisha wananchi wote au umma wote kwa ujumla, na si makundi machache ya kisiasa kwa malengo ya kutegemeza hiyo nguvu ya kiutawala kwa wakati huo. Na unaamini kwamba tulifumbia macho na matumaini? Kuna wakati kwanza tukubali wema wa wananchi. Jamii yetu, alisema brother hapa mwana saikolojia, ni jamii ambayo kwa kiwango fulani sio jamii bora sana. Tukasema labda sisi ni watakatifu sana, ila kuna wema fulani tunaonyeshanaga. Na rais mpya alivyoingia, kutokana na yale mazingira, watu wengi walikuwa wanaonyesha ule wema ili kumpa nguvu aweze kurekebisha baadhi ya makosa. Kwa hiyo baadhi ya makosa yalikuwa yakitokea, yalikuwa inaonekana kama ni kujitafuta. Kwa sababu kila mtu ukiwa kwenye kazi mpya kuna kipindi unapitia cha kujitafuta. Vipi kuhusu suala la uwajibikaji? Maridhiano yanaweza kwenda peke yake bila kuambatana na ukweli kwa upande mmoja na uwajibikaji kwa upande mwingine, na kuipa muktadha tu. Ili swali langu ni kwamba, kwa mfano brother hapa, unaamini kama tungekuwa na maridhiano ya kweli na pengine kukawa na huo ukweli, kukawa na uwajibikaji, kile kilichotokea Oktoba 29, 2025 kingetokea kwa mtazamo wako? Mtazamo wangu naona kisingetokea. Hii kilitokea ni kwa sababu ya masuala ya uwajibikaji. Tungekuwa na mifumo ambayo inaonyesha uwajibikaji kwa viongozi, ninaamini raia wasingekuwa wanapiga kelele. Na tunapolitazama hili katika swala la uwajibikaji, ilitokea masuala ya ukosoaji mkubwa, hususan kwenye vyama vya upinzani katika kukosoa chama tawala. Na mpaka ilifikia hatua chama cha upinzani kikuu kiliamua kujiengua kwenye uchaguzi. Ilitakiwa tuangalie walikuwa na hoja zipi mpaka wakaja kujiengua kwa uchaguzi. Na pia kabisa tunaona kwamba kuna hoja zao ziliorozeshwa. Je, baada ya kuona ile hali walikaa kwa pamoja ili kusolve ile changamoto kama mezani? Hayo yote ni sehemu ya uwajibikaji. Dokas, mtu anaweza kuwa sahihi akisema kwamba the fact that tulikuwa na kile tulichokuwa nacho siku ya Oktoba 29, watu kuandamana, na zipo ripoti ambazo zimethibitishwa za mauaji ya watu wengi, na wengine wengi waliojeruhiwa wanaendelea kuuguza vidonda sasa hivi.
mtu atakuwa sahihi akihitimisha kwamba tulikuwa na kile, ina maana kwamba hatukuwa na maridhiano ya kweli. Atakuwa sahihi mtu akifanya hiyo conclusion? Inategemea. Yes, kwa sababu nature of a human being inakuwa drived na context ambayo iko kwa wakati huo, kwamba pengine licha ya kwamba dhamira ya dhati ingekuwepo, pengine kuna mtu tu alishaweka la kwake moyoni, still angefanya, lakini hiyo haijustify kwamba yatupasa kama tunasema kuna maridhiano, lazima maridhiano, maana hata watu wakipigana vita duniani diplomatically lazima watarudi mezani. It's a nature ya human being, iwe ni ndoa, iwe ni familia, vyovyote mtakavyofanyana lazima mrudi mezani, mmalize tofauti zenu, lakini hicho kitu kisifanye nini, kisijirudie. Kwa hivyo tunaweza kusema pamoja na kwamba kuna nature ya human being ambayo haiwezi kuwa determined, lakini kwa kiwango kikubwa kabisa tunaweza kusema kwamba ile dhamira ya dhati pia imeweza kuchangia. Muhemsi, Naam. ile 2021. Naam. Kwa mfano kama tungeweka takwa la ukweli na uwajibikaji mezani, wewe ungependa kwa mfano kuona tukiengage na aina gani ya ukweli na uwajibikaji wa aina gani ambao ungependa kuona unafanyika? Aina gani ya ukweli na uwajibikaji? Okay, swali ni tricky, lakini jambo la muhimu ambalo mimi nadhani ukweli na uwajibikaji licha ya umuhimu wake si vitu pekee vya kusalimisha umma, jamii na kila kitu, si ndio? Kwa sababu ukweli, mimi kwamba kwamba mimi ni mkweli katika kukuonea, hiyo haimaanishi kwamba huo ukweli unaondoa tatizo la mimi kukuonea. Ni ukweli kwamba nakuonea. Hoja ya msingi ambayo mimi naamini ukweli na uwajibikaji katika sura pana zake, si ndio? Nadhani mimi watu wanawajibika kwenye vitu ama maswala yanayowapa watu hizo mamlaka, ama mathalan mimi kama ni kiongozi, kimsingi uwajibikaji wangu wa kwanza utakuwa na kwa kile kilichoniwezesha mimi kuwa huyo kiongozi. Kama ni mtu, kama ni kundi la watu, kama ni nini, si ndio? Kwa nadhani aina ya uwajibikaji, cha kwanza lazima tuchambue zaidi ni uwajibikaji kwa nani na nani anawajibika kwa nani. Tupo katika jamii ambayo tunaongozwa na dola la Tanzania. Dola ambalo linaongozwa ama limeshikiliwa na kundi la watu. Kundi la watu ambalo si lazima mamlaka yao yawe yametokana na watu walio wengi katika nchi. Kwa nadhani mimi uwajibikaji wa kwanza ni kufikia hatua ambayo walio wengi katika nchi wanaweza kuwa na nguvu, narudia tena, nguvu ya kuweza kuwalazimisha hawa walio katika mamlaka watii matakwa, hisia na hamasa zao. Nje ya hapo hakuna uwajibikaji unaoweza kututatulia changamoto kama tulifikia 29, unless otherwise tutataka huo uwajibikaji ama huo ukweli usemwe kwa nia ya kutuonesha sisi watu wana huruma, badala ya kwamba watu wanakusudia kutatua changamoto tulizokuwa nazo. Joel, tulifanya kipindi hapa cha Tanzania baada ya Oktoba 29, tunaendaje, na wazungumzaji wakatoa maoni yao kuhusiana na namna wanavyoridhishwa au ambavyo hawaridhishwi, na ambavyo kama taifa tumerespond kwenye kile kilichotokea. Ukiangalia namna ambavyo serikali specifically ina respond kwenye yale yaliyotokea Oktoba 29 na matukio mengine yaliyoambatana nayo, unaona kuna nia ya dhati ya kuleta maridhiano kulingana na namna ambavyo serikali ina respond? Sasa kutokana na kile tulicho experience tangu 2021 mpaka 2025. Sasa kutokea Oktoba 29 mpaka hivi sasa, kwa namna serikali inavyo respond, imeanza safari hii inatuara mapema kwamba kuna kitu hakita kwenda sawa kama ilivyokuwa mwaka 2021, kwa sababu mwaka 2021 kibinadamu, kama alivyosema Tony, kulikuwepo na kundi kubwa la watu wenye matumaini juu ya mwelekeo huo, lakini kuna vitu vilitokea tukavifumbia macho kwa kudhani kwamba
bado ile dhamira, ngojeni tuiache tuoe muda. Lakini kwa hivi sasa, kwa yale yanayoendelea, unaona kabisa kwamba hakuna haja ya kutoa muda. Ni muda wa kuendelea kukumbushana kwamba tukienda kwa staili hii, hicho tunachokitazamia kama umma wa Watanzania, kuwepo kwa maridhiano ambayo ni ya kweli, sio kama yale tunasema yafunika kombe mwanaharamu apite. Yale ya kweli tunaona kwamba kuna mashaka, na kuna baadhi ya vitu vinakuonyesha. Angalia kauli za wasemaji, viongozi wakuu wa kisiasa juu ya hayo matukio yalivyotokea wakiwa kwenye public. Juzi tena tumeona hapa kwenye chombo cha habari kimoja cha kimataifa, msemaji mkuu wa serikali pia amezungumzia hilo swala la maridhiano. Na ukiangalia sasa namna yeye anavyolitazama, kwa maana kama msemaji au kama serikali, ni tofauti na vile ambavyo sisi wengine tunaweza tukaliona kutokana na discussion au majadiliano yanayoendelea kwenye jamii na hali halisi yenyewe ambavyo vile sisi tunaiviu kwenye jamii. Tony, niki-extend mbele kidogo ya alichokizungumza Joel, kwa sababu tumeona Rais Samia Suluhu Hassan amechukua baadhi ya hatua kulingana na yale yaliyotokea. Kwa mfano, ameunda tume ya kuchunguza haya matukio ambayo inaendelea kufanya kazi zake, na akaahidi kwamba akipata matokeo ya hii ripoti ataunda tume nyingine sasa sijui ya maridhiano. Unaona nia ya dhati kwamba tunaweza tukapata kitu kutokana na hizi processes ambazo zinafanyika? Mimi kwa maoni yangu ninavyoona mpaka sasa hivi bado maridhiano kwa wenye madaraka sio jambo la muhimu, na hasa kauli ya msemaji akiongea na BBC kwamba alisema maridhiano ni hiari, ambao hawataki basi tutaendelea na ambao wanataka. Sasa kwa maridhiano ya dunia nzima, maridhiano ya dunia nzima ni mnaridhiana, na mnaridhiana kwa sababu hamkubaliani kwenye baadhi ya mambo. Sasa ukisema ni hiari, maana yake hamna maridhiano hapo. Unasema ni mchezo. Ni mchezo. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia maridhiano ya South Africa, wale watu walikuwa na matatizo ya miaka 100 na kitu. Lakini ilifika mahali inabidi wakutane waongee. Kwa hiyo hauwezi ukaanza maridhiano kwa kusema kwamba ni hiari. Na kwa nini baadhi ya watu wanaogomea maridhiano? Ni kwa sababu tayari watu wanaona inakuwa ni kama onyesho la kufanya, upige picha, kisha piga picha mnaendelea na mambo mengine. Ndio maana unakumbuka hoja ya maridhiano ilikuwepo kabla ya uchaguzi kwamba tutaridhiana. Na tunakuwa tunaridhiana kwenye nini? Oktoba 29 ilikuwa haijatokea, kukuwa na maandamano. Kwa hiyo labda bado ilikuwa ni tunasema ni kama onesho. Unapiga picha, unabandika kwamba tuliridhiana, unaendelea. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi kwa sasa hivi nikimalizia ninaona unajua maridhiano, unaridhiana kwa sababu unakuwa huna namna nyingine. Ninaamini kwa jamii yetu ilivyo, serikali haina namna, lazima inabidi iridhiane. Na huko tutakuja. Nilikuwa nataka nimuulize brother hapa, vipi kuhusiana na tabia ya kuhamisha lawama? Yani kwa mfano ukimsikia rais anasema kwamba waliohusika, anasema watu kutoka nje ya nchi, NGOs, vyama vya siasa na nini. Rais anaonekana tayari ana majibu ya yote yaliyotokea. Wewe ukimsikiliza rais kwenye especially hivi kwenye kugawanya lawama, unadhani kutoka hapo tunaweza tukapata nia ya dhati ya maridhiano kutoka kwenye position ambayo unadhihirisha kwamba wewe unajua kilichotokea, unajua nani waliohusika na unajua nini wanapaswa wafanyiwe? Unadhani maridhiano ya kitaifa yanaweza kutoka kwenye nafasi hiyo? Ni kweli swali ambalo umeliulizia, tumeona hiyo hali
Na tunapohitaji maridhiano kuhusiana na nia ya dhati na kinachoendelea, kuna nyakati zingine inakuwa ni ngumu kwa kiasi fulani, kwa sababu tayari kuna baadhi ya watu wanakuwa attack, labda wakasema kwamba watu wa nje ndio walioumia. Lakini kumbuka kuna mwingine yupo ndani ya taifa hilo hilo ameumia. Kwa hiyo anaanza kupiga hesabu kana kwamba kumbe sio sisi ambao tulioumia, ni watu wa nje ndio walioumia. Sisi tulitamani kuona kitu ambacho kinapoza mioyo ya watu, tulitamani kuona tumaini kwenye upande huu. Kwa hiyo ili maridhiano yapate kutokea, kitu cha kwanza tukubaliane ya kwamba hayo mambo yalitokea ndani ya taifa letu. Tunafanyaje? Ni wakina nani waathirika, ni wakina nani ambao sio waathirika. Wale ambao ni waathirika tujue namna gani tunawasaidiaje. Tuwaambie namna gani tunatoka wote kwa pamoja pasipo kuwaacha. Sio kwamba tukaitisha maridhiano alafu yule mwathirika unamwacha. Unaenda kuridhiana na nani? Inabidi tujue ni nani aliyeathirika ili tuweze kutengeneza kwa pamoja, tuweze kwenda kwa namna hiyo. Joel, Tony pale aligusia na alikuwa anataka tujadili kidogo. Sisi si nchi ya kwanza kutaka kufanya maridhiano, si ndio? Yani hakuna haja ya ku reinvent the wheel, watu wanasema kuna nchi tayari zimesha engage kwenye michakato kama hii. Tuna nchi kama Afrika Kusini, tuna nchi kama Rwanda, jirani yetu hapa Kenya imeshawahi kujikita kwenye michakato kama hii. Kwa mtazamo wako wewe na kwenye kusoma kwako, unadhani ni nini sisi kama nchi tunaweza kujifunza kutoka kwenye michakato hii, na ni vizingiti gani ambavyo unadhani tujitahidi kuvikwepa ili kuhakikisha kwamba hii michakato inazaa matunda ambayo kwa mtazamo wa wananchi walio wengi wataona kwamba ni haki? Kwanza unajua Arifa, mimi kwenda kuangalia mfano mbali naona itakuwa pia ni changamoto, japo nitataja. Ndio. Lakini tunayo mfano hapa Tanzania. Unajua tuna miaka 30 ya vyama vingi, tumejifunza mengi kwenye issue ya maridhiano. Zanzibar ishawahi kufanyika maridhiano zaidi ya mara moja. Na michakato mingine mbalimbali ya kisiasa yenye mwelekeo wa maridhiano pia imefanyika sana hata Tanzania bara na Tanzania kwa ujumla. Sasa ukiangalia hiyo michakato yote inatupa mafunzo ambayo kwa sasa tunatakiwa tusije tukarudia. La kwanza la msingi ni ile dhana ya maridhiano kwa tafsiri ya kwamba ni kuwakutanisha mahasimu, makundi fulani ya kisiasa tu ya wanasiasa wanaotofautiana, na kisha ugawane nao madaraka, zeni unakuwa hapo tayari umeweka maridhiano kwenye jamii. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze sana. Tumeiona iko Zanzibar. Mwafaka wa kwanza ulishindwa, mwafaka wa pili ukaja na tafsiri hiyo kwamba ili kuleta maridhiano ni namna ya kugawana, tukigawana madaraka baina ya makundi tunayohasimiana, basi kijamii tunakuwa kama nchi tunakuwa tumeridhiana. Kwa hiyo Zanzibar ikatupa somo kwamba maridhiano kwa maana tafsiri pana sio kugawana madaraka baina ya makundi ya kisiasa yanayohasimiana, kukutana, kupiga picha kama anavyosema Tony, na kisha kugawana vyeo. Sasa kitu cha msingi ambacho tunapaswa kukizingatia, ambapo mataifa mengine yalikizingatia, japo pamoja na changamoto zao Afrika Kusini na nchi zingine mbalimbali, ni jambo moja kwamba tuelewe maridhiano ni mwafaka wa kijamii, ni mwafaka wa kitaifa ambao unalenga wananchi wenyewe kujiwekea mifumo mizuri ya kujitawala kama wananchi, lakini pia kuwawajibisha wale wanaowakasimisha madaraka ya kiuongozi kwenye serikali kuendesha. Kwa hiyo huo ndio unakuwa msingi mkubwa katika maridhiano. Lakini la pili, maridhiano ni ule mwafaka ambao wa kijamii ambao utatujengea uwezo wetu kama wananchi mmoja kulinda ule ujamhuri wetu kama taifa. Kwa hiyo hiko ndio kitu cha msingi sana ambacho mimi naona tunapaswa tukizingatie sana nyakati hizi tunapoendelea ili swala linaloitwa maridhiano. Sawa. Dorcas, unadhani jumuiya ya kimataifa ina mchango gani kuweza kufanikisha hivi vitu ambavyo Joel ametuambia hapa? Nafahamu kwamba moja kati ya watu au taasisi ambazo
zilitaka au zilishiriki ni Commonwealth. Tukaona Commonwealth wakamteua rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera. Hatujui mchakato ule umefikia wapi, hatujui hatua ambayo wamefikia, lakini kwa mtazamo wako wewe, kwa sababu jumuiya ya kimataifa ni sehemu muhimu ya maendeleo ya nchi yetu, kuna wahisani, kuna marafiki, kuna nini, unadhani roli yao ni ipi kwenye kuhakikisha kwamba huu mchakato wa maridhiano kwanza unakuja, lakini pia unakuwa ni wa maridhiano ya kweli kama ambavyo Joel na of course nyinyi nyote mmejaribu kuonyesha? Alright. Kwanza kabisa, kwa sababu sisi kama nchi sio kisiwa, hatujajitenga, tupo tumesign treaties mbalimbali kwenye jumuiya ya kimataifa kwamba talinda amani, masuala ya haki za binadamu na mengine mengi, na ndio maana utaona kama Commonwealth au UN na taasisi nyingine zinaweza kutaka kuchip in. Lakini hapo hapo huwa kwenye kuna kipengele kimoja kwenye masuala mazima mahusiano ya kimataifa, ile ya national sovereignty ya 1648 ulikuwa na kikao ambacho kikaleta hiki kitu cha national sovereignty, kwamba utaona jumuiya ya kimataifa inayo nguvu kusema okay, tutamteua hata Rais Chakwera aende Tanzania wakafanye mazungumzo, anaweza kuja kabisa, lakini hapo hapo na sisi tuna ile ni kama inakuwa ni kama protectionism kwamba sisi ni sovereign state, si ndio? Hiyo role ya mashirika ya kimataifa ipo, lakini kuna vipengele sasa katika anga na nyanda za kidiplomasia ambazo zinafanya nchi sasa kwamba utakuja ukifika hapa na sisi tunakuambia tuna kipengele cha national sovereignty. Asante Tony. Sisi ni nchi huru. Sisi ni nchi huru, tunajua tunachotaka kufanya. Watu wamepiga kura, serikali imepatikana. Hakuna mambo ya kutufundisha sisi namna ya kuendesha mambo yetu. Mtazamo wako ni upi wewe? Mimi mtazamo wangu labda tunaweza kujifunza kutoka kwenye historia ya Tanzania. Tanzania haijawahi kujali nchi ikisema ni huru wakati inaonea watu ambao inaweza kuwasaidia, at least kwa miaka iliyopita. Mission ya kwanza nje ya nchi ya jeshi la wananchi ilivyoundwa tu walienda Mozambique, na hapo walikuwa wanapigana na nchi huru. Ukizungumzia sovereignty, Mozambique ilikuwa inaendeshwa na Wareno walikuwa chini ya NATO, ile ilikuwa ni nchi huru. Lakini Tanzania haikujali, ikawatuma, na hapo juu ilikuwa ni jeshi jipya kabisa baada ya ile 1964 ilivyoundwa. Ukiangalia kilichotokea Uganda, hapo sasa hiyo nimeenda kuangalia mifano extreme ambayo Tanzania imewahi kuichukua. Lakini ukiangalia hapa kwenye mambo ya ndani ya nchi nyingine, lakini ukiangalia hapa kwenye ukanda wa maziwa makuu, tumeshiriki kwenye majadiliano mengi, Rwanda, kwingine. Kwa hiyo kuna masuala ya muhimu ya kibinadamu ambayo hoja ya uhuru wa nchi unakuwa unaiangalia katika mlinganio huo, kwamba ndani ya nchi yako kuna watu wana malalamiko, inabidi uwasikilize. Hauwezi kuwasikiliza kwa sababu wewe ndo mwenye nguvu kwenye hiyo nchi. Sisi tunakuja kama binadamu wengine kukusaidia uone uzito wa hizo hoja zao, pamoja na kwamba hawana nguvu. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba kuna wakati ukifika, binadamu wengine wenye nia njema inabidi waangalie na wasaidie. Na mimi kwa nchi yetu nadhani, siamini kama tunatakiwa kuingiliwa, lakini tunatakiwa kutiwa kuungwa mkono au kuwezeshwa, hasa serikali iweze kusikiliza mitazamo tofauti. Hilo ni jambo ambalo tunaweza. Afrika ningeamini kwamba wangetakiwa wachukue ile jukumu, lakini kama unavyoona sehemu nyingi Afrika ni kama viongozi, unaangalia nchi mbalimbali, ni kama viongozi wakisema uhuru wanamaanisha uhuru wa kuteka wananchi wao, kuua wananchi wao. Hawamaanishi uhuru wa kuleta maendeleo, kuongeza uhuru wa watu wao. Kwa hiyo it's questionable kwa nini viongozi wa Afrika, ningeamini wangetakiwa wao kina Nyerere wanakimbilia sasa Tanzania tuwasaidie. Sawa. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Swali langu la mwisho kwenu ambalo nikapenda kila mtu achangie japo kwa ufupi sana, ambacho naweza kusema nimekipata kutoka kwenu ni kwamba
kulingana na mambo yanavyofanyika na yakiambatana na yanayosemwa na wale walioko madarakani na wanavyofanya mambo yao mengine, bado hatuoni kwamba kuna nia ya dhati ya kuleta maridhiano ya kitaifa na muafaka wa kitaifa. Sasa swali langu ambalo ningependa tuhitimishie hiki kipindi chetu ni kama hali itaendelea kuwa hivyo, yani kama hiki kilichopo kitaendelea, kwamba hakuna kitu kitabadilika kwa uzuri, yani nothing will change for the better, unadhani tutajenga aina gani ya nchi huko mbeleni? Tuanze na Joel pale. Yeah. Unajua hiyo ni hatari sana, hususan tukiangalia level ya dunia, Kiswahili cha geopolitics, of course tuseme siasa za kikanda. Ukiangalia siasa za kikanda na siasa za kiulimwengu, ni hatari sana kwa taifa kuwa katika mgawanyiko wa namna hii. Yani hilo ni kitu ambacho mimi nilidhani kwamba watu wetu waliopo kwenye mamlaka, kwa sababu pia wana historia kwa kwenye chama chao, kama bado kipo, kwa maana ya chama kina historia kuwepo kwenye mamlaka muda mrefu. Hii hali tulionayo hivi sasa ilitakiwa iwashtue sana, kuhofia na kuona namna gani tunaliunganisha taifa linakuwa moja kwa dhati kabisa, ili kuweza kama wananchi kujijengea muafaka huo wa kujitawala wenyewe, kujiletea maendeleo, lakini na kujihami au kunavigate hizi siasa za kikanda na ulimwengu zinavyoendelea hivi sasa. Sana. Mimi nadhani tutakuwa na nchi ya aina gani? Mimi nichukulie tu kwamba sasa katika mazingira, Joel amezungumza hasa role ya dola, lakini pia chama tawala kwa mfano katika Tanzania, kwamba kinapaswa kujitizama sana kwa hali inayoendelea. Lakini mimi nadhani Watanzania hususan wale wengi katika nchi yetu wanapaswa sana kuchunga huu mwendo, kwa sababu hawa tunaowazungumza kama wakubwa wa dola na wakubwa wa CCM, huenda mambo yatakapoharibika zaidi yalivyoharibika sasa, wasiwe waathirika wakubwa. Kwa hivyo nadhani ni muda sahihi kwao kuanza kujitizama kama tabaka katika jamii ambalo liko vulnerable kuliko matabaka mengine yote, kwa sababu hata hoja ya hizo siasa za kanda, jamii yetu pia wapo watu ambao wako nje ya Tanzania ambao wangependa kuteka advantage ya Tanzania. Kwa hiyo huishi kwenye kuwatazama watu ambao hawafanyi vya kutosha ndani, lakini pia kuangalia hao watu ambao wangetaka kuteka advantage na Tanzania katika siku zinazokuja. Kwa hiyo nadhani tutakuwa na jamii ambayo Watanzania wanapaswa kujitazama hivyo, hususan wale wengi katika society yetu. Kama mambo yataendelea hivi bila mabadiliko yote ya maana, tutakuwa kwa mfano siku za uchaguzi watu hawataenda kabisa kupiga kura, watakuwa wanaogopa, kwa sababu tunapozungumzia mambo yetu ya kawaida lazima tuende pia katika swala la kuchagua na kuchaguliwa, si ndio? Tunataka kwenda kuweka viongozi. Mimi experience hiyo election, kwa hiyo najua hakitakuwa kitu kizuri, lakini bado watu watakuwa na ile hofu na vile vile chuki pia dhidi ya dola na wananchi. Na kwa nini hiyo ni mbaya? Ni mbaya kwa sababu sisi kama Watanzania hatujakuzwa hivyo. Brother, asante. Mimi ninachokiona tunaweza tukapata kidonda kikubwa ambacho kitakuwa ni kigumu mno kutibika. Unaona kabisa kuna dalili ya mgawanyiko au kuna mgawanyiko kabisa, ambao huo mgawanyiko sisi peke yetu hatutaweza kuusuluhisha, na hata kama suluhisho linakuja litakuja pia kwa maumivu makali. Tunajua Generation Z, hata kusoma kisaikolojia, Generation Z ni watu wenye akili vibaya mno. Unapomuongoza Generation Z, hakikisha unaenda na majibu ya maswali yao, sio kwamba unaenda na mfumo ya kiimla. Tunajua kwamba ni kizazi cha teknolojia, cha sayansi na teknolojia. Ni kizazi ambacho kinajua ukweli. Yaani kabla hujapropose hoja yako pale mbele, wao washaujua ukweli. Kwa unapoenda kupindisha ndio mambo haya ambayo yanatokea. Tukubaliane kwamba kizazi tulicho nacho ni kizazi kinachohitaji ukweli na uwazi. Tusipofanya hivyo, taifa letu tunaweza tukaliangamiza. Ni tofauti na nyuma. Nyuma redio hazikuwepo, simu hazikuwepo. Ulikuwa na uwezo wa kuongea chochote kutokana na knowledge ulionayo. Sasa hizi wasomi ni wengi. Tutambue hicho kitu cha kwanza. Iwe vijijini, iwe mjini, wanaelewa ukweli. Vijana wana TV, wazee wana TV. Hata watoto wadogo sasa hizi kimuulizia rais ni nani, anakujibu. Lakini wa zamani walikuwa wanashindwa kuelewa hilo swala. Wanajua tu bado ni Nyerere. Ile misingi aliyoiacha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inabidi tuirudie. Nyerere alitafuta mbinu mbalimbali za kuunganisha taifa. Aliimba sana swala la haki, kwamba taifa lisiofuata haki, hilo taifa litalia na kusaga meno. Asante.
Sawa sawa. Tony, wewe bwana uliandika makala nzuri ambayo inasisitiza umuhimu wa kuridhiana kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Ukaweka hoja pale kwa nini tunahitaji maridhiano, hatari ambazo taifa itakuwa zinakabiliana nazo tusipopata maridhiano. Tumeenda kwenye uchaguzi, hakuna maridhiano, yakatokea yaliyotokea. From the perspective of statecraft, ujenzi wa taifa, entity ya Tanzania, kama mambo yataendelea kama hivi, hofu yako kubwa ni nini? Kwanza tuangalie miaka hii 60 na kitu ya Tanzania imejengwaje. Unafahamu hii notion tunasema Tanzania ni nchi ya amani, hatukupata uhuru kwa matatizo, ni amani. Hii naweza nikasema wajenzi wa taifa la Tanzania waliangalia nyuma huko mambo yalivyokuwa, wakaamua kufanya jaribio ya taifa ambalo tukikosana tunakuwa tunazungumza. Na nitakuelezea why. Kabla ya uhuru, nchi damu imemagwa. Unaangalia vita ya Majimaji, watu 120,000. Ukraine sasa hivi wanapigana hawajafika hivi. Gaza unaambia ni watu 70,000 wameuawa. Nikisema kidogo sasa watu 120,000, na wakati huo ujue hakuna means za kukusanya. Ukirudi jinsi machifu walivyokuwa, mmoja anampindua mwenzake anamchukua. Enzi za Ujerumani ukiangalia Arusha, watu walikuwa wanapangwa wananyongwa. Moshi, yani hii nchi kabla ya uhuru damu imemwagwa sana. Kwa hiyo wajenzi wa nchi mpya ya Tanzania, kina Nyerere na wenzake walivyoingia, walikuwa wanafanya jaribio, tunaenda kujenga nchi ambayo tukitaka kubadilisha mambo tunakuwa tunazungumza. Ndio maana unakumbuka na kuthibitisha ili jaribio lijaribishwa ni namna Nyerere alivyoondoka madarakani. Hakusukumwa na mtu, aliondoka. Of course kulikuwa kuna tetesi, lakini niyo kuthibitisha. Lakini kingine ni namna tulivyopata vyama vingi. Kwa msingi wa hii nchi ndio hivyo kwamba watu wanaongea. Sasa kama serikali ya sasa hivi kitaka kubadilisha huo msingi, isikubali maridhiano ya kweli, unabadilisha mfumo wote wa Tanzania. Kwa hiyo kinachokuja huko mbeleni sisi na serikali hawatukijui, lakini kitakuwa ni kitu kigumu, na ninachofia ni kwamba serikali itajikuta kwamba inabidi itumie sana nguvu. Sasa vyombo vyetu vyote havijaundwa kwa mfumo kwamba kazi yao ni kukandamiza wananchi mwanzo 24/7. Vimeundwa kwa mfumo kwamba siasa zinajadiliwa, watu wanakosana, wanaenda kwenye siasa, wanafanya siasa, polisi wanaendelea kupambana na wahalifu. Sasa ukiweka kwamba vyombo vya usalama vinatakiwa vipambane tu na wananchi, huo mfumo ni mfumo mpya, na ninachoona ni kwamba utavunjika, na hasa wanasiasa ambao wameshika madaraka watakuja kugundua kwamba sio wao walioshika madaraka. Kama wakienda kwenye mfumo ambao unaondoa nchi, hakuna maridhiano, watakuja kugundua walioshika na madaraka ni hao wanaotumia nguvu kwa niaba yao. Sawa sawa. Kwa hiyo ni Tanzania mpya ambayo ninaiona. Sawa sawa. Asante. Sawa sawa. Jamani, mimi nawashukuru sana kwa kweli kwa maoni yenu, kwa uchambuzi wenu. Mtazamaji, tumekuwa hapa na ndugu zangu hawa tukijadili swala zima la mchakato wa maridhiano ambao serikali imeahidi. Wewe una maoni gani kuhusiana na kitu ambacho tumekizungumza hapa? Usisahau kutuandikia maoni yako hapo chini. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Halifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera tunakushukuru sana na kukutakia uendelee kufuatilia vipindi vingine na maudhui mengine ambayo tunayazalisha hapa. Jamani, nawashukuru sana.